Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Kweli wana mpira tumeingia katika madaka 20. Chuma imezingua na ile tena vile vile. Tuko na nini? Simu ule zinapigwa nyingi. Sasa uko ni polini. Hamna issue, tuko na Samchopo, tuko na DJ. Niko na mimi, niko na Konde. Tunafanya vipi? Kuangalia mifuso tu nini mama viroba michanga yaani maboda boda tu ndo anapita. Bwana simu zinapigwa za viongozi vibaya mno unavyokuambia. Kama mwanangu, hii hapa sasa tunafeli. Cha msingi hapa ni kama mwanangu sikia tuchukue boda boda. Kweli. Kweli zikapita boda boda piga mkono. Piga mkono, chuma imesimama. Unafanyaje? Ngaba sasa watu vuta nyingine. Hamna vuta nyingine mtu piga mshikaki, vuta nyingine mimi nikae peke yangu. Kwa tukapiga mshikaki. Baba ilikuwa ni noma. Jamani madaka ngaba mama hapa mimi haraka hamna boda boda dakika 45. Chuma hiyo. Vumbi kwa vumbi. Tunaondoka jamani napiga viongozi video. Unamuona baba ameona tumekula boda. Vumbi hatari. Yaani mafuso tukiyapita yale ni noma tumechakalika. Hiyo ndo tukio gumu. Tunabunda ding unamkamata. Ding. Noma. Yaani unajua risk nje. Ndo tunachomoka. Mpaka tunafika hilo eneo. Kuna namba twende mpaka viongozi watuone. Tumeingia mpaka viongozi watuone. Bwana sisi bwana Konde. Bwana jamani poleni sana. Tunaingia pale tutachukua tuna perform. Ndio namaliza. Hiyo ni changamoto ambayo ni riski kubwa sana. Lakini riski nyingine nayo tulienda sehemu fulani mwaka jana sasa. Bwana mwaka jana mwanzo. Tumeenda sehemu fulani tuenda kupiga show hivi. Sasa sijui kama kuna mgogoro gani pale jamaa mwenye show ametaka kama design aende sehemu anataka kama siku atualike tuende mbugani kwake na mbuga huko. Bwana yeye Mbeya hiyo. Bwana yeye na nini. Kwa jamaa akasema sawa next time tutakuja nini popo. Sasa baadaye sio akaongea nini na Mchopa. Mwisho siku tukajikuta tunaenda afu jamaa anataka tuende kule. Sasa bana sio mbali ni hapo tu. Sababu Konda nalo nzuri akasema basi poa kwa sababu mwana mwako kutu appreciate na nini basi hata tukaangalie kama sio mbali tuangalie afu tuwahi zetu airport. Kumbe ni mbali vibaya mno. Tukasonga kama dakika 45 kwa mbele hivi. Ni mbali tushaingia kwenye geti la nanili kabisa la wanyama. Songo kwenda kule mbele sasa jamaa kila kiuliza mimi namuuliza dereva vipi? Dafu dereva ni kama ndio kama nilivyokuambia ishara ile. Kutoka kule ishaanza kumwona mudi. Kwa hiyo nikaonyesha stuka huyu wana kitu. Nyama anaendesha ngaba babu. Acha kunipamba vipi mzee? Alafu mbona tufiki huko? Kwa jamaa kashajua basi nishajua hapa Konde kanyamaza kimya nyama lake hataki tena twende. Akishanyamaza kimya hataki tena. Kwa hiyo nishajua hapa natakiwa turudi. Na mwanangu ageuza chuma. Hamna bwana, tushafika ni hapo tu. Basi tunaenda hivi. Nikikata kona hii tu tunaenda hivi. Kona sawa, shukeni bwana, simamisha gari. Nasubiri bwana, simamisha gari. Subiri sijui tuvuke hapo tutapandisha hapo juu. Jamaa sikafungua mlango katoka. Chuma inatembea Konde kafungua kashuka. Kaka sawa huyu anarudi na miguu. Polini kuna wanyama masimba manini mbogani. Kila mtu kwa bosi analia jamani wewe. Na mimi nikaruka. Tukaanza kutembea wote. Mtu mbili tu. Asa angalia hasira. Mtu brand ni nini? Brand ni gharama, ni maisha ya mtu. Tumetoka pale na mguu mpaka tupoingilia pale stand. Noma. Hatuogopi chui, hatuogopi nini? Baridi. Jamaa anatufuata nyuma na gari. Panda samani bwana hakuna. Tunafika pale tunachukua chuba tunaondoka. Hizo ndio changamoto za kibabe. Na hiyo kama unakuta mlinzi mjinga, la maana mlinzi naye hapa ashuki. Mara yeye nitaliwa na chui mimi. Kuna mawili ya kumalizia. Kuna signal ambazo Harmonize anakupa au ni vitu gani ambavyo unavijua? Unajua tu sababu umeshaishi naye muda mrefu na mnajua kabisa kwamba hili jambo liko, hili jambo ndio. Jambo hili sio, jambo hili ndio. Sawa, anyway, tupiga story nyingi sana. Mudu na biashara yako sasa hivi watu wengi sana wanafanya biashara yako. Nilikuwa na mtu hapa ananiambia na mimi nataka nifungue kama ile. Wewe unafanya nini ili wateja waje kwako? Lakini pia kwa ambao wanaotazama sasa hivi wakitaka mizigo ya supplements wanapataje? Mimi nachokifanya kama nilivyokuambia, mizigo mingi iliyoingia mjini sisi ndio tulikuwa tunaanza kuitumia miaka hiyo. Lakini pia watu walikuwa wanaficha, unaonekana kama ni madawa. Ukila poda utakuwa una nguvu za kiume na nini, sisi tuna vitoto kibao. Ukila poda si. Kwa hiyo watu walikuwa wana elimu ya hivi vitu. Kwa hiyo watu walikuwa wanatumia kile walikuwa wanaficha. Alafu kingine mabodi wakubwa wa zamani wale wote walikuwa nalo mbaya.
Kwa maana walikuwa wasemi ili unao kupate matokeo mazuri. Kwa hiyo kwa naficha, wewe dogo kaza kula chakula, kula ubwabwa mwingi, kula viazi. Kwa hiyo wanaongopea, mtu ukila sana unashiba unalala, ukijajimu unakuwa mvivu. Kumbe kuna kitu cha kukata uchovu, kuna kitu cha kupagawisha. Maana mimi nilivyokuja tofauti na sasa unavyoniona, nimechangamka. Na maana kula kitu ambacho kunikata uchovu, damu inatembea ni kama kahawa, lakini official yenyewe. Kwa hiyo tumezisambaza hizo bidhaa na watu wanaangalia na watu wanachukua. Umeona, na watu wanachukua na watu wanafanya. Kwa hiyo bado hata kama akija watu wangapi hawataweza kuhudumia Tanzania nzima. Tanzania ni nyingi sana, lakini pia biashara hii ina mtaji mkubwa kwa sababu kikopo kidogo tu kama kile ninachokuoneshaga, kile tu kidogo $90,000. Kwa hiyo kina gharama. Ule mfuko tu wa poda tu wenyewe $200,000, $150,000. Kwa hiyo ni vitu vile vya gharama sana. Kwa maana hiyo watu wenye mtaji ndio wanafanya, lakini watu wenye uweledi ndio wanafanya. Ndio maana sasa unaona jimu nyingi, lakini pia kingine kwa mimi naamini tu wateja wangu wapo pale pale na siku zote wananiangalia na bado naendelea kuhudumia. Mtu akishakaa sawa ndio anaweza kupata mtu mwingine anapunguza bei lakini auzi mzigo ule ule. Mtu anaweza kuuza master anapima lakini auzi master hiyo hiyo, anamuuzia mzigo mwingine ambao kuna mizigo ya bei rahisi kabisa na kuna mizigo ambayo yenyewe OG kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo. Zote supplement zote nzuri lakini zingine zinachelewa kutoa matokeo. Kwa hiyo wengi wanafanya ni biashara. Kwa hiyo kwa wateja ambao wanajua hapa nikichukua mzigo wa mnyama nikitumia katika miezi mitatu ili labda kilo zangu ziongezeke au nipungue, lazima iwe hivyo kwa sababu tushawapunguza watu wengi na tushawajenga watu wengi, kina Kitale, kina Konde wote na watu ambao tushawapunguza na tushawajenga kupitia supplement zangu. Umeona bwana Supplement tuje kwa Mudi Mnyama hapa. Kwa hiyo sasa kingine ndio maana unaona hata uchebe linacheka cheka lile wakina nani, wakina Karisa, wakina wote mimi wananifuata kwa sababu hii ni kuwasaidia watu pharmacy mbalimbali ambao wanataka kujenga mili ya kiume. Ndio maana kutongana na gym trainer wao lakini wanataka kufanya mazoezi na mimi. Na wengi nishawafurahia kwamba bwana mimi nishakuwa kama ni kioo kikubwa sana kwenye mazoezi. Kwa hiyo wengine ambao wanataka kutengeneza mili mikubwa, mili mizuri yenye cutting, ndio maana nimeambia hata bidhaa za nalikuepo juzi hapo. Ikawa wanangu, mimi mnakuja lakini wanaogopa. Hata uchebe kwa anaogopa, anakuja anapiga vitu vidogo vidogo, mwisho siku tukamweka kondini, akawa anapiga vizuri. Kwa hiyo wengine wote mafamasi ambao wanataka kuwa watu wakushi kabisa, wanapiga mawe ya kiume. Maana mimi sifundishagi kwa kukaa, tupiga hivi acha. Tunapiga wote, hata kama uzito uwezo tunaenda nao hivyo mpaka watakuwa fresh. Kwa hiyo mtanicheki Mnyama Mkali, tutaenda sawa kwa sababu unapofundisha watu kama hawa huko unafanya nao wanazidi kusupport lakini wanakuungia. Na wewe maisha yako yanazidi kuwa mazuri. Basi mimi nikushukuru sana my brother na nikutakie kila heri na kazi yako. Shukrani sana, tuko pamoja sana, kushi kabisa, watu wabaya, watu wamayo, shetani kasirika. Lakini pia nina ngoma yangu inaitwa Baby Chuma. Hiyo ngoma hujaizungumzia lakini nimeimbia vyuma tu, inaitwa Baby Chuma. Ni noma sana, bonge moja la ngoma. Hata siku ya pati yangu tulizindua pale tukaimba sana, watu wakacheka sana. Kwa hiyo noma sana, ukiingia kwenye account yangu ya YouTube utaiona. Umeona? Bado sijaamua kukaa rasmi kuingia kwenye muziki kwa sababu mimi ni actor, lakini naamua tu kwa push. Tumeimbia vyuma tu, tumeimbia mazoezi tu. Namna gani chuma kitutoa baki tufikie hapa. Umeimba umechana? Tumeimba. Mimi nimeimba, hauwezi kujua kama mimi ndo nimeimba. Ila kuna watu wamechana. Bana, mimi sitaki kuondoka bila kupata kionjo Mudi, tafadhali. Please, tupe kidogo. Hiyo kitu inaitwa Baby Chuma. Nipe nafasi baby, nipe nafasi baby, na kila saa kila wakati nakupenda wewe, penzi chuma tupendane, tusiachane, ndo naingia mimi. Sitamani kuwa nawe mbali. Hivyo. Basi bana, tukatazane Baby Chuma imeshatoka sasa hivi, au sio? Yes.